ili aishi katika mkanganyiko, katika namna gani? Maadamu unapumua, uko hapo unapumua, na tena vizuri umemtoa Yesu, kuna mahali Mungu anakupeleka. Na mahali hapo Mungu anasema amekutengenezea, sio mwanadamu. Unaweza kuona umepata kazi fulani, jamani tamani, yani kuna jamaa mmoja alinisaidia, yule waziri fulani, unajua ni ndugu ya mama na nani, ni ukoo alinisaidia. Nataka nikwambie Mungu anaweza akamtumia mtu ukafika mahali ambapo umetengenezewa. Mungu anaweza akakutanisha na mtu na watu yeye mwenyewe amekutengenezea, ukafika mahali ambapo Mungu hutumia watu ili ufike mahali ambapo umetengenezewa. Kwa maana mahali ambapo umetengenezewa ni mahali ambapo watu wanatafuta sana, wengine hawapendi. Unaweza kuwa sana na mtu lakini hapendi ufike mahali fulani, hapendi kuona unabadilika maisha yako. Ndio maana Mungu anasema ataweka malaika mbele yako, wewe mwenyewe uwezi. Na kuna watu hapa wamechoka, kama mmeenda wenyewe. Kwa miaka kadhaa umekuwa ukienda mwenyewe, unatumia ujanja wako, unatumia bahasha zako, unatumia akili zako. Akili zako. Kuna mara Mungu anakutengenezea. Sasa anasema hapo panahitaji malaika awe mbele yako. Nataka mzungumzie juu ya malaika huyu ili mfahamu. Kwa nini sasa? Katika mstari 23. Lakini hebu nisome hii 20 yote nimalize 21. Kitunzeni mbele yake, muisikilize sauti yake. Sauti ya huyo malaika. Wala msimtie kasirani. Ni nani anajua kasirani? Kasirani, sasa msimtie kasirani huyo malaika. Msimtie hasira. Kwa maana nyingine katika Biblia moja ya King James version, ya NIV version yenyewe inasema msimwasi. Do not rebel against him. Msimwasi. I'm saying an angel ahead of you. Do not rebel against him. Nimemtuma malaika mbele yako, msimwasi. Neno kuasi manake ni kinyume cha utii. Malaika akamwambia mpande, mpande. Jumatano. Unasikia? Hapa naomba mnisikize kwa makini sana. Hamjajua kuna mambo ya kufahamu hapa ambayo wengi wanakosea. Msimtie kasirani. Malaika anasema fanya hivi, unasikia? Kwa yeye ndiye anakupeleka, anakulinda katika njia. Malaika anasema atakulinda kwenye njia. Kwa hiyo mahali unapopelekewa, unapelekwa sio mahali pa kawaida. Ni mahali pa hatima yako. Ni mahali ambapo watoto wako wanakwenda kukamilishwa. Ni mahali ambapo unakwenda kufurahia njia nyingine ya malaika. Kwa hiyo anasema sheria moja, msimtie kasirani. Yaani msimkasirishe, lakini pia msimwasi. Do not rebel against him. Msimwasi. Kwa Kiswahili kingine, msimhuzunishe. Anakuongoza, anakuelekeza. Mnapomhuzunisha hata kuelekeza. Imeandikwa kabisa jina. Ni fisi. Na Eleni, ilikuwa na Eleni. Hiki fisi. Watu washtuki. Tanzania ishtuki. Makanisa yashtuki. Hivi tumefika mara ambapo tutasali na fisi makanisa. Ila hapa akanyagi fisi kwa jina la Yesu. Amen. Akanyagi mbaya. Amina. Sasa nauliza hapo ni fisi au ni watu? Ama ni fisi lakini zinafua
Ndio na mambo yaishi. Matatizo yaishi kila siku kiamka umetoka kwa hiyo. Ndio wazi mimi naumwa. Hivi ni mimi sio mimi. Yaani haueleweki mpaka unasema hivi ni mimi au sio mimi. Hebu imagine kama wewe mwenyewe ujielewe. Mimi nitakuelewa. Anatakiwa Mungu ahusike kwenye maisha yetu jamani. Haleluya. Kwa hii dunia, ndio kwa dunia sio dunia nzuri. Mimi naamini kule kwenye kile kijiji au ile sehemu kuna makanisa, kuna wachungaji, kuna kila kitu. Lakini najua wenyeji wa sehemu ile ni watu ambao watakuwa na madhara makubwa sana ya nguvu za kichawi. Kuna baraka zimekaliwa, baraka zako zimekaliwa na watu ambao wajui. Ndio maana hata ukova kwa kubaisha maisha. Kuna watu wanaogopa kinyongo. Akienda huko mwekundu. Akija huko ni wa kijani. Akienda kwenye njano ni wa njano. Mpaka unachukua kwa hivi huyu tunaye kanisani ama? Na ukikuta sasa anapigania mambo ya kanisani mpaka utashangaa. Na mwingine mpaka nilikuta anazungumza juu ya milango zinaweka mageti, anazungumza kwa nguvu zote. Milango lazima iwe vizuri, lakini ana miezi kadhaa ndio sana. Unajua nataka sasa hivi wewe utashuka kama afisa anabarishwa yeye aonekane mpaka anakuja kukua mpaka linakuwa lizee. Utashuka kukamata na huyo kweli. Lazima ukamate. Sasa Mungu anasema kazi ya malaika anakwenda kupambana na adui. Sasa hivi uliwahi kufikiria malaika ni nini? Ni nani? Malaika ni nani? Malaika, neno malaika linatokana na neno la Kiebrania na Kigiriki. Wagiriki walikuwa tafsiri juu ya malaika na Wayunani wanafananishwa wote. Yaani inatoka maana halisi moja. Neno malaika katika Kigiriki na Kiyunani inaitwa angelos. Maana yake kwa Kiingereza messenger. Kwa Kiswahili mjumbe. Malaika maana yake ni mjumbe. Kwa hiyo anaposema kutuma malaika mbele yako, anasema atatuma mjumbe mbele yako. Mjumbe. Ndio maana kila mtumishi wa Mungu yeyote yule kwenye kanisa lolote lile, hata kama na watu 2, 5, 20, watu kidogo, ana elimu, mtumishi aliyeitwa na Mungu ni malaika wa Bwana, ni mjumbe wa Bwana. Naomba nisikilize vizuri, ni mjumbe wa Bwana. Ndio maana kwa kitabu cha Ufunuo utaona maandiko yanasema na kwa malaika wa kanisa liko Simina, Philadelphia. Anasema malaika wa kanisa fulani na fulani ni kitabu cha Ufunuo. Hapo alikuwa anazungumza juu ya watumishi wanaosimamia makanisa. Lakini nasikitika sana kwamba hivi sasa tunavyoishi watumishi wengi sisi watumishi, kwa sababu tumeshindwa kujitenga kutafuta uso wa Mungu, ule ujumbe wa malaika umetoweka. Mungu anasisitiza sana, lazima tuwe na vitu vipya. Makanisa yanakaa kama vitu ambavyo tumezoea, watu wamechoka mpaka nyuso zao zimechoka, hawana furaha, mambo yaendi kila kitu ni kile tu, mambo ni yale. Mimi naomba Mungu kwenye kanisa atie marasini. Watumishi wa Mungu wapokee ujumbe wa kimalaika. Vitu vionekane. Vitu vipya vionekane. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu yoyote anatakiwa awe na ujumbe, awe messenger. Lazima awe na ujumbe wa kimalaika. Ndio maana kazi ya mtumishi wa Mungu, hata usingizi utakuwa nao. Hizo ndio kisha kwa usingizi, tukiamka tunaanza kupiga maadui walio mbele yako. Mungu angalia mtu huyo. Ndio maana ukiamka unakuwa jina la mtu.
hebu huyu muombe maalum. Huyu muombe maalum kwa sababu hatulali. Wengine hapo mnaona mnaendelea mnafurahia, jamani Mungu amenikumbuka. Kuna watu hatulali. Ulisema ni familia yangu, mimi ikifika saa 8 unaamka mpaka saa 11. Umechoka kweli. Unaomba juu ya kanisa, unaomba juu ya watu. Mimi naanza kuongea juu ya kanisa nachukua muda mrefu sana sababu nataka nipate kitu ambacho ni maalum kwa ajili yenu. Muondoke mmeshiba, mmenenepa kiroho. Lakini sio hivyo tu. Malaika anaweza akawa mtu yeyote yule. Unakutana naye. Anakupa ujumbe unaotaka kuona katika maisha. Anaweza kuwa mzee wa kanisa anakutembelea. Anaweza kuwa mtu fulani. Malaika anaweza kuwa mke wako. Anakwambia Bwana. Anakwambia maneno ambayo hujawahi kuyasikia. Hujawahi kuona mtu anakwambia maneno mpaka unasema hivi. Anagusa kwenye point. Hamjawahi kuona jamani? Na unataka kuona? Mungu anaweza kubadilisha mtu akampa ujumbe wa kimalaika. Yaani mtu anabadilika, anazungumza mambo ambayo hujawahi. Katika Agano la Kale Mungu alitumia sana malaika kama malaika kwa mfano wa watu. Walikuwa ni malaika wanavaa ni viumbe, wanavaa mili ya watu, wanatembea, hivi, wanakuja wanachukua. Sasa hivi Mungu anatumia watu. Naweza kuwa ni Musa, mzee Francis, mama Emma. Mungu anakusukuma kwenda kwa mama mmoja. Hiyo ndio ujumbe, yani wewe sio wa kawaida, ni malaika. Jina la Bwana libarikiwe. Kama mmezoea kuona mimi kwenye madhabahu wa kawaida au unamwona simu jinsi wa kawaida, mzee wa kanisa wa kawaida, anasema katibu unaona na wa kawaida, shauri yako mtapishana. Wanafanya kazi ya kulinda. Wanafika mahali. Sasa nataka nionyeshe malaika aliyofanya kazi moja ambayo mimi naipenda sana siku moja. Naipenda sana. Malaika alifanya kazi moja naipenda sana. Kuna mtu mmoja mnamfahamu anaitwa Balaam. Mlishaona Balaam kwenye Biblia? Sikiza naambia nataka niwape historia ya Balaam. Atafunua kule. Ukitaka utasoma kitabu cha andika kitabu cha Hesabu. Usifungue Hesabu lakini ulisikilize. Nataka mimi naenda muda wangu unaniacha sana. Hesabu sura ya 22 mstari wa 22 utasoma na kuendelea. Utakutana habari za Balaam. Andika hapo alafu nisikilize vizuri. Nisikilize. Leo nisikilize. Kuna mtu anaitwa Balaam. Haya ni watu mtiani. Mwingine anaitwa nani? Balaam na nani? Balaki. Nani anasema hivi? Sasa. Kijana mbona kama nyuma sana? Jina la Bwana libarikiwe. Anaitwa Balaki. Sawa. Balaki alikuwa ni mfalme wa Moabu. Nisikize sasa historia yako ukapata. Alikuwa ni mfalme wa nani? Wa Moabu. Wakati wana wa Israeli wanatoka Misri, wakakaribia kupita katika nchi ya Moabu. Mfalme Balaki akasikia na akaambiwa kwamba kuna jeshi kubwa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiona nasema Bwana Yesu asifiwe, kuna watu wanawaamsha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wameshaamka. Akasikia ya kwamba kuna kundi kubwa la maelfu ya watu wanapita hapa. Akauliza ni nani? Akaambia ni wana wa Israeli. Mfalme Balaki wa Moabu akaanza kutetemeka. Akasema wakipita kwenye njia hii na ndio njia yangu. Kwa mfano tuseme hii ni Mgalika, si ndio? Hii ni Mgalika. Wanaenda pengine Maina, kwa hiyo lazima tupite Mgalika. Sasa wamefika mahali fulani kama siasa. Akaambiwa hivyo. Moyo wake ukatetemeka sana. Nifanyeje? Ndio Balaki akaenda kuzungumza na mtu mmoja anaitwa Balaam.
Nikupe historia ya Balaamu, mtacheka sana na mtajua kama sasa hivi tunatapeliwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Balaamu alikuwa ni mtu mmoja wa ajabu sana. Alikuwa na roho za roho za utambuzi. Roho za utambuzi kiganga. Wanaita diviner. Alikuwa ni mganga, akina roho za utambuzi. Ukienda Balaamu anakujua umetokea mara fulani. Amekutana na waganga wa namna hiyo. Lakini huyu Balaamu pia alikuwa ni mtu ambaye anafahamu habari za Jehova. Akachukua mambo ya Jehova akachanganya na mambo ya uganga, uaguzi. Alikuwa mwaguzi wa hatari sana. Akaaminika sana kwenye nchi ile. Ni mtu ambaye alikuwa hajawa connected na Mungu, wala hajatoka kwa Mungu, lakini watu wengine wanakuwa watu wengine wa Mungu walikuwa wanakwenda kabisa kwa Balaamu, kwa maana wakiamini kwamba huyu mtu anapata vitu kutoka kwa Mungu. Sasa hivi kuna watumishi wengine ambao wako yuko kama Balaamu, na wengi wanawakimbilia. Watumishi wengine wanapata ufunuo, eti nilipata ufunuo mniletee kucha na nywele za utosini. Hamjawasikia watumishi? Ukimuuliza nini hapa? Wanatafuta maandiko ya ajabu wanavyovuka na watu wanaonekana hivi. Kuna watumishi akina Balaamu waganga kabisa kienyeji wamejaa katika nchi ya Tanzania, walianzia Nigeria. Huko ndio balaa. Huko ndio balaa. Na watadharisha kule. Kwa hiyo Balaamu akaaminika sana kwenye ile ukanda kwamba ni mtu mmoja hatari, lakini alikuwa anatumia pepo wa utambuzi. Wakati huo anamtaja Jehova na na Biblia, kama Biblia. Ndio kuna maganga mengine na Biblia au uongo. Mfahamu haya maneno mtakuyafahamu, msiunga mkakumbukia tu. Hata kuja nabii mwingine huyu ni hatari, huyu ni hatari. Anaweza kuwa ni Balaamu. Sasa Balaki akamwendea Balaamu, akamwambia naomba nisaidie. Kuna watu wanakuja hapa na watu wao ni hatari. Hao ndio Mungu aliwasaidia. Wakafanya bali ya shaka, nisaidie nitakwisha. Wakipita kwenye nchi yangu nimekaukiwa. Balaamu naye anajua muziki wa kwa wana wa Israeli. Nataka nikwambie ukikaa sawa sawa na Mungu, mapepo yote yanakujua. Ile pepo nilimwambia Yesu kwamba nilimwambia wale wana wasikiwa kwamba Yesu tunamjua na Paulo tunafanya nini? Tunamjua. Nini ni akina nani? Ukikaa vizuri na Mungu, wachai wanajua kwamba wewe uingiliki. Balaamu akakataa. Hata watu wasiwezi mimi. Mfalme huyu akamlipa hela, akamkodi. Nabii wa kukodishwa. Ndio mimi hapa siombei hela, atuombee hela hapa. Tukikwambia juu ya hela ni Mungu ametuelekeza, na wala hatuwezi kusema ugonjwa wako utapona kwa laki 3. Mimi siamini mambo hayo. Unaenda mara fulani naambia kwamba toa laki 3 tunavuja laana siku ya 8. Toa laki 2 tunavuja siku ya laana ya 8. Hayo mambo siamini. Hayo mambo ni ya Balaamu. Balaamu akakuwa hela akasema zitoshi. Akaongezewa zingine akasema zitoshi. Kwa hiyo akarundikiwa hela, ndiye akakubali. Sasa ninakwenda. Akaambia kwamba naomba wewe walaani wasipite nchi. Hii ndio wasipite. Neno walaani. Akijua kwamba laana kutoka kwa Balaamu itawafikia hawa. Kwa hiyo akawa na mshiko umejaa. Siwezi mimi nikaenda sijui Nigeria, sijui wapi kutafuta nguvu. Nguvu ziko kwa Jehova. Amen. Ziko kwa Jehova. Ziko kwa Jehova. Amen. Siwezi. Kuna vijana fulani zamani ambao walikuwa kupima nguvu kwenye makanisa. Huo ni ujinga. Siwezi hata kama siku na nani. Nasema kuna mama mmoja maeneo ya kule Bariadi huko. Ni mama mmoja ambaye mpaka wachungaji wanaenda. Siku moja kijana mmoja ambaye ni ndugu yao mama akaona brado ya jamaa mmoja ni maarufu sana, siwezi kumtaja hata.
Akamuuliza shangazi yake, vipi? Akasema sasa nakuja hapa anatumia kuna maji nampa na nini na vitu vingine. Nawaambia stories za ukweli. Akina Balamu wapo, utawajua. Watu wanakwenda kununua nguvu. Nunua nguvu. Umeshinda kwa kwa. Bwana wewe mwambie, mtumishi wa Mungu aliitwa na Mungu. Mungu huwa anampa vitu kama zawadi. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mimi ukiona hata nakueleza kitu fulani Mungu, wala siombi sana. Ni Mungu amenipa kama zawadi. Amen. Natakiwa mniombee sana. Ombea watumishi wangu wote walio mahali hapa, watumishi wangu wote nao wanatumika katika vipawa hivyo hivyo. Amina. Kwa hiyo akaondoka naye, ndio sasa akachukua punda anaenda kuwalaani wana wa Israeli huyu Balaamu. Nabii akaenda alipokuwa anakwenda akakutana na malaika ameshika upanga mrefu hivi analinda Waisraeli. Kuna malaika anakulinda mbele yako. Kuna malaika anakulinda mbele yako. Jina la Bwana libarikiwe. Mtasomea nyumbani. Nikastori kavuka. Kwa hiyo alipokuwa anakwenda ghafla punda akamuona malaika ameshika upanga mrefu akitaka na malaika anakata hivi, malaika punda akasimama. Balaamu akaipiga punda. Hii punda gani? Punda gani? Na wale wasaidizi wake. Punda waendi. Kumbe punda wanaona malaika mbele. Huyu nabii feki haoni, hata macho yake haoni, hayaoni. Amina. Yanaona mambo mengine ya kawaida, mambo ya Mungu hayaoni. Wakati sasa Balaamu acha aliwatandika punda. Akawatandika. Punda unaona wapunda hao. Mnaona wakiona beba mzigo Shinyanga watu kule. Ndio baadaye wakasema hivi si maajabu. Ukamwambia hivi Balaamu, toka sasa tunakufanyia kazi Balaamu. Hivi tulishakufanyia hivi. Sisi hatuwezi kwenda kule, tutakufa. Kwa nini usijiulize Balaamu kuna tatizo? Acheni watu wake wanafahamiwa, amwambie Mungu na kusifu mpango wa Bwana, ukakatilie mbali hawa maadui, ukakatilie mbali hawa watu wabaya. Hiyo ndio kazi ya mtumishi wa Mungu. Ndio maana mtumishi wa Mungu hapaswi kulala usingizi. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Nasema Yesu atukuzwe. Kwa hiyo malaika wakazuia wale watu, wakamzuia Balaamu na watumishi wake kwenda kulani wana wa Israeli. Baadaye Balaamu akang'ang'ana, alipong'ang'ania Mungu akasema acha aende. Unajua kiangamizi cha watu. Wewe ukiona watu wameachiliwa, wameng'ang'ania, Mungu amewaachilia waje kwako. Usijali. Balaamu akafika pale, sasa maana hataki kupoteza sifa, ameshakula hela. Akafika pale. Sasa Mungu asema nitakuchezea mchezo ambao hujawahi kuona. Badala ya kuwalaani akaanza kuwabariki. Yaani kwa mfano mimi nakuja kwa mama Ema hapa, nimepanga. Mama Ema utakufa, mama Ema utaenda mbali, biashara yako itaharibika, watoto wako wote watakufa. Pokea hilo kwa jina la Yesu. Kila maneno yaliyopangwa na watu, wanapanga kukumaliza kwa maneno yao, wanapanga kuharibu mambo yao.